Sinodi Jumba Katoliki Mashini. Katika Kristo tusikilize na tufanye yote upya. Somo la kwanza, Samueli anamsikiliza Mungu, anamtii Mungu, anafuata agizo alilopewa na Mungu kwenda kwa Yese ambaye alikuwa na watoto 8. Hawa watoto 7 ndio waliokutwa nyumbani. Yule mdogo kabisa ndiye aliyekuwa machungani akichunga kondoo. Tangu yule wa kwanza mpaka yule wa 7 hakuonekana ambaye Mungu alivyomwambia Samueli ampake mafuta. Japo walipokuwa wanakuja tangu yule wa kwanza na anaonekana kwa nje safi kabisa, lakini Mungu haangalii kama binadamu, anaangalia moyo. Mungu anaangalia nini? Mungu anaangalia nini? Mungu anaangalia moyo. Na kwa hiyo sisi tunaalikwa kwamba tusiwahukumu watu kwa kutazama nje, bali tuchunguze moyo, matendo ya mtu, usemi wa mtu, maisha yake jinsi anavyoishi yatadhihirisha moyo wake ukoje. Mioyo yetu inapaswa kuwa kama moyo wa Yesu. Moyo wa Yesu ni moyo mtakatifu, ni moyo mtakatifu. Kumbuka, kwa ubatizo ulipakwa mafuta, umetengwa kwamba wewe ni Mkristo, ni mfuasi wa Yesu. Kazana kumfuata Yesu aliye nuru kwa kutenda matendo mema, matendo ya kumcha Mungu. Na ndivyo tunavyoona somo la Injili. Yesu anakutana na huyu ambaye ni kipofu tangu kuzaliwa, na Yesu anamhurumia, anampaka tope machoni, alafu anamtuma, nenda kanawe katika birika la Siloamu. Yule kipofu anatii, anakwenda akanawa kwa kadiri ya agizo la Yesu. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Tunahitaji kunawa na kuondolewa tope la dhambi ili tung'ae katika utukufu na utakatifu wa Mungu kwa neema ya utakaso. Hali kadhalika tunahitaji kumwabudu kwamba kwa imani kabisa kumwabudu Yesu mwana wa Mungu, kama yule kipofu baada ya kutambua huyu ndiye Yesu aliyefungua macho, akaanguka kifudifudi akafa. Hali kadhalika tunaona ile somo la pili, barua ya Mtume Paulo kwa Waefeso, kwamba zamani sisi tulikuwa giza, maanake tulikuwa katika dhambi. Yesu amekuja kutuondoa kutoka katika hilo giza, na kwa mateso na kifo na ufufuko wake tukapata kukombolewa. Kwa hiyo sasa tuvue matendo yote ya giza na tuenende katika matendo ya kumcha Mungu, na msichoke kutenda mema daima. Ndugu,
siku zote. Tenda wema siku zote. Mwombe Mungu Roho Mtakatifu ili atuangazie